Bwana, mambo vipi? Hapa ni JL Media na mimi ni Omri Amegeno Jistaff Manuel King of the Boy. Kabla tujaendelea, tafadhali naomba uweze kusubscribe, like, comment pia share kwa ndugu jamaa na marafiki waweze kuwa wanaona vipindi vyetu. Na leo kwenye interview nimekutana na mwinjilisti hapa, mtumishi, na tutakwenda kumuulizia maswali mengi sana yanayomhusu yeye na uinjilisti wake. Kwa bro, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ezekieli Floribert, ila watu wengi wananiita sana mwinjilisti. Hapa nimekuona hapa na kuna baadhi ya watu wengi sana hatujajua kuwa umefuata nini na kazi gani ulikuja kuifanya. Hapa nimekuja kikazi, kwa yani tuseme nimekuja kwa sababu ya kutangaza injili kwa kupitia kuimba nyimbo za injili ya. Umekuja kutangaza injili. Na pia kuna bado kingaliki kwenye mwezi wa IP albamu, umetoa albamu. Vipi, nipashe kwanza ugumu wa uandalizi ule wa albamu, na pia utakuja kumalizia kwa nini haujaweka sherehe yani uzindua albamu? Ni kwa sababu unajua kila kipindi okay. Unajua kila kipindi kina wakati wake, unaelewa vizuri? Na kama nimetoa album na sijafanya uzinduzi, kuna sababu. Unasikia? Kuna sababu. Na maana kwamba watu wanapenda wajue. Sababu ni kwamba bado kuna mambo ambayo nataka kuyafix, kuyaweka sawa kabla ya kutia uzinduzi. Kwa hiyo nitawakilisha tu soon na nitaambia watu kupitia mitandao mbalimbali. Kwa ugumu, wewe ulipata ugumu gani wa kipindi unaiandaa hadi kuja kuitoa bila kufanyia uzinduzi? Ugumu ni kwamba changamoto ni kubwa katika uimbaji, na nyimbo zangu zimenipitia kwenye changamoto kubwa kwa sababu nilikuwa kanishamaliza nyimbo muda mrefu sana. Vifaa vyote vikaribika, nikanunua vingine, alafu tena nikaanza tena upya. Na ninaona nimetoa nyuma kwa sababu muda ambao nimetoa album haikuwa muda mimi kutoa album, lakini ugumu upo kwa sababu changamoto ni kubwa, vita ni vikubwa, lakini tunazidi kumomba Mungu, anazidi kutusaidia. Kwa hiyo unataka kumaanisha kuwa albamu yani mbele ya muda ambao ulikuwa unapangilia? Yes, ndio namaanisha, kwa sababu nilikuwa napangilia albamu itoke mwaka jana, lakini baada ya vifaa kupotea, vingine kuvunjika, vingine kuibiwa, lakini kafika wakati sikuvunjika moyo, nilijipa moyo, nikapambana, nikanunua vingine, nikaanza kuimba pole pole wimbo moja moja hadi nikafika kwenye hatua tena nikakamilisha, kwa sababu nilikuwa naomba Mungu na Mungu akanisaidia nikakamilisha kitu, na nikaamua kurepua kwa sababu vile nikaona nirepue mapema, maana changamoto ilikuwa ni kubwa. Nikaona nikikawa tena labda ibilisi tena atanifuatilia, nikaona acha nimwebishe mapema. Elewa vizuri. Yeah. Na pia wewe una ukaribu ule mwimbaji wa Tanzania, najua nimesahau jina, wewe una Pasco ya, wewe una ukaribu gani na yeye? Yule ni brother wangu katika Kristo na ni mtumishi ambaye anapenda uimbaji wangu na namheshimia kama brother, yani tuseme kwa ufupi ni kakangu katika mambo ya Mungu ya. Yeah. Na pia najua ushawahi kufanya naye nyimbo zaidi 2 hivi. Nafikiri 2 ya. Yeah. Kwa fikiria kumchukua mtu mwingine na ukamchukua yeye tena kumweka kwenye album? Kwa sababu napenda kuimba kwake na ni mtumishi ambaye anaimba katika maandiko matakatifu. Unajua sio kila mwimbaji ambaye anaimba nyimbo ambazo zinaelimisha watu na kuokoa watu. Kwa hiyo waimbaji wengi wanaogopa kusema ukweli wa Biblia kwa sababu ya vita kuwa vikubwa, labda wanaweza kujaribiwa na wakakufa kesho, lakini yule mtumishi haogopi mtu yeyote yule. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo anaimba kimaandiko, na mimi mtumishi ambaye anaimba kimaandiko kibiblia zaidi, lazima nimsupport na nimshike mkono na nikamate muda wangu kuimba naye, kwa sababu kitu anachokifanya kinaniokoa mimi na kinasaidia wengine. Mwinjilisti kutoka Tanzania huwa mnasupportiana sana? Of course tunasupportiana, na msupport yeye na ananisupport, na mimi ni mdogo wake katika Kristo. Mimi ni mdogo wake katika. Pia nyuma hapo kuna baadhi yani zilisambaa sana hapo nyuma kuhusu wewe, sijui zamani sasa hivi. Zamani uko vipi na uweze kuelewesha watu zaidi ili waelewe na kwa nini walikuwa wanakuposti sana? Unajua unapokuwa mtumishi wa Mungu lazima kwa mtumishi wa Mungu lazima
sio Mungu, naelewa vizuri. Kwa hiyo kwa sababu watu wananifanyia kitu kibaya, haiwezi kwa sababu mimi nirudi nyuma ama niache kutangaza injili ya Mungu. Ninajua ninachokifanya na yule aliyeniita anajua ninafanya nini. Kwa hiyo katika huduma yangu ninafanya kwa sababu ya kumfurahisha Mungu wangu na roho yangu. Situmiki kazi ya Mungu kwa sababu ya kufurahisha watu, bali natumika kazi ya Mungu kwa sababu ya kuokoa watu. Unaelewa vizuri eh? Kwa hiyo changamoto ni kubwa, lakini tunazidi tu kuomba Mungu, maana yeye ndio msaada wa kila kitu. Nitoke nje ya mada kidogo, ngoja kwa nikurudishe huku kwenye ujana huko. Vipi mwinjilisti, wewe una boyfriend au? Mimi nina mchumba na ninakaribia kuoa. Unaelewa? Ninakaribia kuoa, lakini nitajuza watu tu soon, sio sasa hivi. Soon tu nitakwenda kuwakilisha hapo, kwa sababu najua watu wengi wananifuatilia kwenye mtandao wa kijamii. Kwa kama una mchumba ujuza kidogo kwa jina. Hapana, unajua kwa nini? Kwa sababu because mambo ambaye haijakamilika kwa upande wangu huwa sipendi kuyatia public kabla mambo hayakuwa vizuri. Kwa hiyo ninasubiria tu, haina muda mrefu, nafikiri tu baada ya miezi 2 3 nitakwenda kuwakilisha kila kitu kwenye mitandao ya kijamii na watu watapenda, wataelewa na watajua. Kwa hiyo sasa ya mwinjilisti Ezekiel, of course nafikiri ndoa yangu itakuwa tu ni suni na watu watakwenda kubarikiwa sana. Kikubwa tuzidi kuombeana. Nimeshukuru sana kwa muda wako mwinjilisti, na pia hii ni JL Media Online. Neno moja kwa watazamaji wa JL Media wanaokutazama sasa hivi. Nataka tu kuambia watu kwamba zidi sana kumsupport my brother, zidi sana kumfuatilia, na itakuwa ni jambo la muhimu sana kwa sababu hata mitume wa zamani walikuwa kwa umoja na wakashinda vita. Ukimsupport leo pia naye atakusupport. Maisha ni hivyo. Maisha ni kusapotiana. Ni brother ambaye anafanya kazi nzuri tu sana na ni mtu ambaye anajitolea sana kusapoti watu. Kwa hiyo muone na upendo, mzidi sana kumsupport na Mungu atakwenda kuwabariki. Nimeshukuru sana kwa muda wako na